Bwana, ni wakati ambao nchi inakuwa hot kutokana na ndio kipindi ambacho ligi zinaelekea ukingoni, ligi mbalimbali, na zipo ligi tayari zimeshamaliza mwendo kwa maana zimeisha. Na ndio wakati ambao timu mbalimbali pia zimekuwa zikihusishwa na taarifa nyingi za usajili wa wachezaji wapya. Wapo nyota ambao wanaingia katika vikosi, wapo nyota ambao wanaondoka katika vikosi, na hiyo ndio football, na huu ndio wakati wa hizo tetesi za usajili. Sasa miongoni mwa nyota ambaye anazungumzwa sana ndani ya mipaka ya Tanzania, hapa namzungumzia Fili Traore. Yes, huyu ni nyota wa kimataifa wa Mali, lakini anatajwa kujiunga katika timu za Tanzania, na timu ambazo anahusishwa nazo ni hizi mbili za Kariakoo, kwa maana ya Simba na Young Africans. Ripoti mbalimbali kutoka katika vyanzo mbalimbali vinaeleza hivyo. Lakini Fili Traore ni nani? Na je, wewe mtazamaji wa jukwaa hili, Fili Traore akija kwenye chama lako, ni mchezaji ambaye anaweza kuivusha timu yako kuipeleka sehemu bora zaidi? Kwa sababu timu zinavyosajili, maanake unatarajia kusajili mchezaji bora zaidi ambaye anaweza kuvusha timu moja, upande mmoja wa sehemu moja ya timu kuipeleka sehemu nyingine. Sasa tunakwenda kumwangalia Fili Traore na mazingira yake. Haijalishi atakwenda wapi, kwa maana ya Simba au Yanga. Fili Traore kitu cha kwanza kabisa na umri wa miaka 23 na ni mchezaji wa timu ya taifa ya Mali chini ya umri wa miaka 23. Nyota huyu alitokea Mali akiwa mdogo tu, na baadaye akaenda DRC. Alisajiliwa na Tupuisa Mazembe. TP Mazembe ndio timu yenye mafanikio zaidi katika kandanda ya DRC, lakini klabu hii ina campus kubwa ya wachezaji wengi, unasajili wachezaji wengi karibia kila msimu. So wana timu yao nyingine, timu ndogo au second team, timu yao ya pili, hawa TP Mazembe yenyewe inaitwa Don Bosco. Hii Don Bosco inapatikana ambako Mazembe anatokea, kwa maana ya mji wa Lubumbashi, na yenyewe pia inashiriki ligi kuu ya DRC. Sasa kwa sababu hii ni timu ya pili ya TP Mazembe, wanachokifanya Mazembe huwa wanatoa, wakishasajili wachezaji, wale ambao wanaona bado hawajatosha kucheza kwenye kikosi cha TP Mazembe, wanawatoa kwa mkopo kuwapeleka kwenye kikosi cha Don Bosco. Huku wanacheza ikiwa tayari wameshakuwa tayari, kwa maana ya wana nguvu, wameimarika kiwango chao, wanaweza kucheza TP Mazembe, wanawarudisha ndani ya TP Mazembe. Zipo kesi za wachezaji wengi, ikiwemo mwisho hapa katika msimu huu walikuwa na Patrick Mongulu ambaye alitokea Malawi, Nyasa Big Bullet. Baadaye wakamchukua Mazembe, wamemsajili, wakampeleka Don Bosco, na sasa wamemrudisha tena kwenye kikosi cha TP Mazembe. Kwa hiyo Fili Traore na mwenyewe alipitia hii njia pia, alisajiliwa na TP Mazembe, lakini akaenda kwa mkopo kwenye kikosi cha Don Bosco. Huko akacheza, baadaye akarudishwa kwenye senior team ya TP Mazembe baada ya kuonekana ana kiwango kizuri, na wakati huu ndio wakati ambao anaingia kwenye timu, kwa maana ya TP Mazembe. Ndio wakati ambao Mazembe wana Jean Baleke, wana Adam Bosu Adam Nzali, pia baadaye wakaja kuwa na Jefte Kitambala, baadaye wakaja kusajili pia kina Alex Ngonga. Hivyo kwa hiyo walikuwa na idadi kubwa ya strikers katika eneo la mwisho, lakini pia hapa nimemwacha na Joel Bea, pia naye alikuwepo kwa wakati huu. Sasa Fili Traore baada ya kwenda kwenye kikosi cha Tupuisa Mazembe alipata changamoto kweli kuanza kwenye kikosi cha kwanza, lakini baada ya nyota wengi kuondoka, ikiwemo Adam Bosu aliondoka, Jean Baleke aliondoka, Jefte Kitambala pia msimu uliopita aliondoka, Joel Bea of course Joel Bea walikuwa pamoja kwa maana ya msimu uliopita, lakini hawa watatu ambao nimewataja hapa waliondoka wote. Baada ya kuondoka, Fili Traore akaenda kuwasha moto kweli msimu uliopita. Hapa nazungumzia msimu mwaka 2023 2024. Ndani ya msimu huu Fili Traore aliandika mabao 25 katika ligi kuu, na idadi hii ya mabao 25 ilikuwa ndo msimu ambao anakuwa top scorer na kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya DRC. Lakini kama haitoshi, idadi hii ya mabao ni rekodi kwa season moja, yani kufunga goli nyingi ndani ya msimu mmoja aliifanya ndani ya season hii. Alifunga goli 25 na alipita zile rekodi ambazo ziliwekwa na Jackson Muleka aliweka rekodi
mwaka 2018 ya kufunga mabao 24 ndani ya season moja, alikuwa yuko nayo yeye, lakini nyingine alikuwa nayo Jean-Marc Makusu Mundele. Huyu pia alikuwa ana idadi hii ya mabao, kwa maana ya mabao 24. Kwa hiyo Traore alikuja kuandika mabao 25, na miongoni mwa mechi ambazo zilivunja rekodi alifunga mabao 5 ndani ya dakika 16. Ilikuwa mechi kati ya TP Mazembe dhidi ya Lubumbashi Sports, na Mazembe alipata ushindi wa mabao 8. Phili Traore alifunga mabao 5 ndani ya dakika 16. Miongoni mwa vitu vya kustajabisha kutoka kwa mwamba huyu Traore Phili. Sasa basi, msimu huu ulipomalizika akataka kuondoka kwenye kikosi cha Mazembe. Usajili wake ukazua tafrani kubwa sana ya kuondoka, alikuwa hataki kusalia pale na akaenda zake Libya. Yes, alienda Libya kujiunga kwenye kikosi cha Aswahili. Alipofika Libya, ikiwa ndo season yake ya kwanza, kwa maana season hii 2024-25, so far tunapozungumza ligi ya Libya inachezwa kwenye makundi 4, na timu yake huyu ipo katika kundi nambari 3 na inaongoza ligi, kama ilivyo pia Al Ahly Tripoli kwenye kundi lake, ilivyo Al Nassr katika kundi lake, Ahli Benghazi katika kundi lake. Kwa hiyo huyu ndani ya season yake ya kwanza akiwa katika ligi nyingine tofauti amefanikiwa mpaka sasa tunapozungumza, ameshafunga mabao 15, akiasisti mara 8 ndani ya ligi ya Libya, na ndio kinara wa upachikaji mabao katika ligi hii kutoka Afrika Kaskazini. Maana yake nini? Maana yake Phili Traore ameprove katika ligi ya TP Mazembe kwa kufunga idadi hii ya mabao kwa maana ya 25, akaprove katika ligi kutoka Afrika Kaskazini kwa maana ligi ya Libya akifunga mabao 15, akitoa asisti mara 8. Sasa basi, huyu ndio Phili Traore, na hiki ndicho kikubwa zaidi kutoka kwake ambacho amekionyesha so far katika karia yake ya soka. Sasa mazingira yako vipi? Phili Traore kwenye kikosi hichi cha Libya alisaini contract ya miaka 3, na miaka 3 hiyo tayari mmoja ndio umeenda, imesalia 2 katika mkataba wake. Sasa basi, timu hizi za Kariakoo kwa maana ya Simba na Yanga, wewe unaweza kaangalia kwa performance hii anastahili kuja kwenye timu yako au vipi? Lakini mpaka sasa tunapozungumza, mwamba huyu yupo katika rada za Wydad Casablanca. Resi ni kubwa, Simba wanahusishwa, Yanga wanahusishwa, Wydad Casablanca naye ameingia. Tukumbuke kwamba Wydad Casablanca wanakwenda katika finali za kombe la dunia. Yes, na katika finali hizi wanafanya usajili wa nguvu kweli kweli, na miongoni mwa nyota ambao wamewasajili ni Stefan Aziz Ki. Walichukua tangu kocha Rulani Mokwena, walimchukua, sasa wamebadilisha kocha, wanataka kuchukua kocha mwingine baada ya Rulani kuondoka. Aziz Ki, Stefan yuko kule, na katika eneo ambalo ana struggle Wydad ni eneo la mshambuliaji wa mwisho, striker namba 9 wa kusimama kule juu ndio eneo ambalo limekuwa linawaathiri. Sasa basi, Wydad wanaonekana wako serious na hii business, jambo ambalo linawezekana likawa gumu sana kwa Simba na Yanga kupata huduma ya Traore. Business yao Wydad, ikumbukwe, msimu huu hawajafanya vizuri sana, ingawa wamaliza nafasi ya 3 katika ligi, lakini hapo baada ya kufanya usajili wa kutosha sana katika madirisha yaliyopita. Walisajili akina Thembin Koselochi, Boda Mohsin, walisajili akina Cassius Mailula na kadhalika. Lakini mchezaji ambaye ana goli nyingi, wana mchezaji Tofai ambaye ni raia wa Uholanzi, ndiye kinara kwa kupachika mabao, amepachika mabao 11, wamefungana na wachezaji. Huyu ndio top scorer, lakini huyu ni winga. Kwa hiyo striker wa mwisho, mshambuliaji wa mwisho ambaye ana idadi kubwa ya mabao kwenye timu yao hakuna. Ambaye yupo pale ni Samuel Obeng, ambaye kimsingi Obeng haja na performance nzuri kwenye scoring. Ni mchezaji mzuri, lakini kwenye kufunga haonekani sana. Sasa basi, wanatafuta striker mwingine, licha uwepo wa Suleiman Mwalimu inaonekana bado mpaka sasa hajaingia kwenye kikosi cha kwanza cha miamba hiyo. Lakini mara ya mwisho striker wao hatari alikuwa ni Bouli Sambou kutoka Senegal. Ndio alikuwa striker ambaye alikuwa top scorer pia msimu mmoja nyuma waliopita. Nyuma ya hapo pia walitoa top scorer pia ambaye alikuwa ni Guy Mbenza kutoka Jamhuri ya Kongo, ile Congo Brazzaville. Nyuma ya hapo tena walikuwa na Ayubu El Kabi ambaye alikuwa top scorer pia. Kwa hiyo Wydad wamesha kutoa top scorers tangu 2020-21, mara 3 mfululizo wao wamekuwa wakitoa washambuliaji wa mwisho. Kwa wakati huu wana struggle katika hilo eneo. Kwa hiyo ndio maana wanataka kwenda kumchukua wanataka kumchukua Phili Traore, kwa sababu ni mchezaji ambaye tayari amesha prove katika ligi 2 kwenye eneo la kufunga mabao. Consistency yake
ni nzuri sana. Sasa tunasubiri kuona finali itakuwaje, ni Simba, ni Yanga ama ni Wydad kwenye dili hii. Ikumbukwe Wydad wanakwenda kwenye finali za kombe la dunia, nafasi yao ni kubwa zaidi ukilinganisha na hawa wengine.